Once again. Dunia inafunguka, tunakutana na mshikaji ambaye alikuwa ni kijana ombaomba. Tafadhali dadangu, naomba unisikilize. Hapana, mimi sisikilizagi maskini kabisa. Tafadhali dadangu, naomba unisaidie la kula tu. Sina hela kwa sababu ya kutumia maskini. Jamani we kaka, naomba unipishe, unanuka vibaya mno. Tafadhali dadangu, nisaidie. Unanigusa mimi? Yaani unagusa mwili wa kitajiri. Wewe si maskini kabisa, fokala unagusaje mwili wa kitajiri? Nimesema sikutaki kakaangu, naomba kae mbali na mimi. Unanuka. Jamani hela kula, kaa mbali jamani. Unanifanya mimi ninuke bana, unanitia nuksi bana. Uwezi kuamini kwamba bidada alikuwa akimwambia mshikaji nitakupiga sasa tunakuelekea. Nitakupiga, acha kunifuata. Akaona mshikaji haelewi. Uwezi kuamini kwamba bidada alikota ukuni. Ndakupiga na ukuni bana. Jichenge huko. Pumbavu nini? Maskini mbona mnapenda kuhalas matajiri? Wewe ni kabisa kwamba mimi ni binti wa kitajiri. Alafu unaanza kunisumbua. Alafu bidada akawa anajichenga. Unanuka bana. Kaoge kwanza labda ndio uje kuomba hela. Mnaacha kufanya kazi kuombaomba tu. Alafu bidada akawa anajichenga pale. Huyu bidada anaishi hapa. Hapa ni nyumbani kwa rafiki yake. Yaani inamaanisha kwamba huyu bidada anaishi nyumbani kwa rafiki yake. Na akawa anamshangaa rafiki yake kwa sababu rafiki yake alikuwa akilalamika kichwa kinoma noma. Shida nini jamani rafiki yangu? Kiukweli kichwa kinaniuma. Nashinda mpaka kwenda kazini. Nenda bana. Unajua kabisa kwamba kazini ni lazima uende. Usipoenda kazini unadhani nini kitafuata? Kiukweli naumwa kweli rafiki yangu. Sidhani kama uko kazini kwenyewe nitafika. Lazima ujikongoje uende bana. Huyu bidada bana alikuwa akimforce rafiki yake aende kazini kwa sababu alikuwa na jambo lake hapa nyumbani. Hawa ni marafiki wawili bana, na ni marafiki ambao wanapendana hii barabara. Huyu mwenye nguo nyeusi anakwenda kwa jina la Sara na huyu ambaye anaumwa anakwenda kwa jina la Lilian. Basi taratibu alikuwa akijikongoja ili mradi aweze kufika kazini. Mdogo mdogo akawa anaelekea zake kazini. Si yule kijana chokolaka amuona na huyu, samani dadangu, jamani, mbona tunashtuana hivi? Hapana dadangu, naomba nisamee kama nimekushtua. Ile nilikuwa na shida na pesa ya kula tu. Tafadhali naomba unisaidie. Uwezi kuamini kwamba huyu bidada ambaye anaitwa Lilian kidogo alikuwa na huruma, tofauti na yule rafiki yake ambaye anaitwa Sara. Kikweli mimi hapa sina hela. Tafadhali dadangu, nina njaa kweli. Naomba nisaidie. Kikweli mimi sina pesa. Na kama unachokihitaji ni chakula, no problem. Mimi naweza nikakupeleka nyumbani kwangu. Uende ukale. Twende basi nyumbani kwangu. So mbali, nikakupatia msosi. Kwa kuwa bidada alikuwa hana pesa na anajua mshikaji anahitaji chakula, akaona no way, ngoja amchukue aweze kumpeleka mshikaji mpaka nyumbani kwake ili mradi aweze kumpatia chakula. Na akamwambia, "Tulia hapo. Nini nikakuchukulia msosi." Basi bidada mdogo mdogo akawa anaenda kumfuatia mshikaji msosi ndani pale. Taratibu, ijapokuwa alikuwa akijisikia vibaya kinoma noma. Huko ndani huwezi kuamini kwamba yule rafiki yake yuko na kidume, na hichi kidume ni mpenzi wake na huyu bidada. Kumbe na ndo maana rafiki yake alikuwa akimforce Lilian aende kazini. Kumbe nia yake abaki na bwana yake Lilian, wabaki wananjunjana huko ndani. Ndio akasema mbona nasikia vicheko huko ndani? Kuangalia hakuamini. Jamani Sara, nini ambacho mnakifanya? Ndo kwanza hata wawazi wanamwangalia tu. Jamani Julian, Sara, nini ambacho mnakifanya? Lakini Kasala hata wazi kaka ananyanyuka tu, nalo hili. Yaani kwa maana hiyo kumbe nyinyi uwaga mnanjunjana. Kwa Julian unanichiti, si ndio? Huyu ni mpenzi wake bana. Hamna bana baby. Kweli sio kama nakuchiti, ila ule rafiki yako kwanza ndo mzuri zaidi kuliko hata wewe. Yaani wewe hamna kazi kabisa yani. Kwanza gogo kitandani yani. Huyu hapa mwenzako ndo anajua kunyumbulika. Njoo hapa baby. Nini ambacho unakifanya? Uwezi kuamini kwamba bidada akaanza kuanzisha fujo. Kweli ndo mnanifanyia hivi kabisa? Yaani rafiki yake pamoja na mpenzi wake wamemchiti, kumbe wanalalaga pamoja bana. Sara, tulia bana. Tulia nikupende. Alafu mabusu ndo kitu ambacho kikaendelea pale. Alafu sikia nikwambie kitu Lilian. Usichokijua ni kwamba mimi sijui kukupenda hata siku moja. Na hii pete, siwezi kukuvisha pete na mvisha huyu hapa. Uwezi kuamini kwamba mwamba akawa anamvisha pete ule Sara. Pale bidada alipagawa, alichanganyikiwa. Jamani mtaniua jamani, inatosha. Enough. Kiukweli unanichanganya Julian. Kumbe ulikuwa kwangu kwa sababu tu binafsi, si ndio? Uje kunipenda, si ndio? Sikia nikwambie. Zungumza ukweli. Acha kujitetea. Yaani kwa maana hiyo muda wote ulikuwa unanitumia na muda wote ulikuwa unatoka na rafiki yangu. Kweli ndio kitu ambacho umeamua kunifanyia tena chumbani kwangu. Lil, kiukweli nikwambie kitu kimoja Sara. Hapa ni lazima uondoke. Yes, tunaondoka. Unadhani kuna mtu anahitaji kukaa hapa? Ndio tunaondoka. Bidada alikasirika kinoma noma. Akahitaji kwanza kutembeza mtimbo kwa rafiki yake pale, lakini mshikaji ndo alikuwa akimzuia. Na rafiki yake ni wa moto so poa. Hakuna mtu ambaye anamuelewa mwenzake. Kweli bora ukamfuga mbuzi, akikuudhi siku moja utamnywa supu. Lakini wewe rafiki yangu, licha ya kila kitu ambacho nimekufanyia kwenye maisha yako, huwezi kuamini kwamba kilichoendelea hapo ni vulugu. Na mshikaji ndo alikuwa mtu ambaye alikuwa akiamulia. Inatosha bana.
si umetaka mchumba wangu aondoke kwenye nyumba yako? Tutaondoka bana, wala usijari, kuwa na amani. Ndio, nahitaji muondoke kwenye nyumba yangu, na sio nyumba yangu tu, muondoke kwenye maisha yangu daima milele. Sihitaji kuona mashetani. Wewe kweli wewe mwanaume ni shetani. Lakini mshikaji alichokifanya, akakabana kale kabidada pale chini, alafu yule rafiki yake akaanza kukusanya kila kilicho cha kwao ili mradi wajijenge. Maana wakaona hawana haja ya kuendelea kukaa hapa, wakawa wanajichenga bana. Na mshikaji alikuwa nje, akabaki anashangaa vipi huyu mshikaji aliyoko nje hapa ambaye ni Chokola anakwenda kwa jina la Link. Basi awamba wakawa wanatoka. Bidada sikamwona tena yule Chokola. Umekuja tena hapa? Shikamoo ma. Huyu ndo ule mpumbavu ambaye nilikwambia alikuwa akinizuia njiani. Yaani kashenzi kweli yaka. Kanaacha kufanya kazi kuombaomba. Chikili inavonuka, chikili bana mimandevu. Yaani wewe ni mbaya wewe kaka wewe. Yaani wewe ni kabaya. Fanya kazi bana. Acha kuombaomba. Unaomba jetu zimo na mikono miwili na miguu miwili. Baby, liangalie ile chizi. Nikinanuka kweli. Wewe ni kibaya wewe. Tena ni kichizi. Usikae kwenye nyumba za watu, afu usipende kuombaomba. Fanya kazi. Jamani, wewe ulizaliwa na mwanamke au ulizaliwa dampo wewe? Au dampo ndio ilikuzee jamani jamangu unanuka wewe. Unanuka wewe. Hata ningekuwa na hela nisingekupa. Mshikaji akawa na wazumu. Ni wanamtukana, wanamponda. Eti yeye ni kichaa, ni chizi. Mshikaji alikuwa akijisikia vibaya. Hii balabala. Na dude letu linakwenda kwa jina la mdada anayedhalau wa kaka. Ni kinyesi tu. Basi bana, huwezi kuamini kwamba huyu bidada Lilian ilibidi aweze kumletea mshikaji msosi hapa kama ambavyo alikuwa amemwaahidi. Licha ya kwamba amefumania, lakini kakaza moyo, kamletea mshikaji msosi. Bidada ana huruma kweli. Kaa pale tu kula, na ukimaliza kula utaacha sahani pale pale. Bidada akawa anaondoka, kichwa kinamuuma. Mambo ni mengi kichwani, bichwa linamuuma, alafu bado amemfanyia tukio chafu mpenzi wake pamoja na rafiki yake. Mshikaji akaona usinitanie bana, cha kwanza chakula bana. Muombe kabidi aweze kufakamia msosi ambao alikuwa amepewa na yule bidada ambaye anaitwa Lilian. Alikuwa ni mshikaji, alikuwa na njaa kweli. Huko bidada alikuwa ni mtu wa kulia, hakuamini kama mpenzi wake na rafiki yake wangeweza kumsaliti. Unajua bana, watu ambao tunawapenda ndo wanaongoza kwa kutuumiza, watu ambao tunawathamini ndo wanaongoza kwa kutuumiza. Asubuhi na mapema bidada anatoka, anashangaa na mkuta yule Chokola hapa nje. Vipi tena, unafanya nini hapa? Mshikaji alimwambia kwamba nimekuja kukuona kwa sababu siku ya jana nilikuacha, ulikuwa unaonekana kabisa kwamba una hali mbaya, na nimekuja pia kukushukuru kwa kile ambacho ulinifanyia siku ya jana. Bidada alimuona huyu mshikaji ni wa tofauti kweli. Amekuja eti kwa sababu ya kuja kumuona na kuweza kumjulia hali. Basi bidada ilibidi aweze kumwalika mshikaji mpaka ndani kwake, na akawa anamuuliza, mbona wewe ni mwanaume shupavu kabisa na inaonekana una nguvu, kwa nini usifanye kazi na unaombaomba mtaani? Mshikaji ndo akaanza kumuelezea mtoto wa kike kila kitu. Akawa anamuelekeza kwamba kiukweli mamangu na babangu baada ya kuweza kupeana taraka, mamangu alienda zake kuishi Marekani na aliondoka akiwa na mimba yangu, sio akanizaa mimi. Kiukweli nimekulia Marekani, nimeishi Marekani, nimezaliwa Marekani, maisha yangu yote yalikuwa ni Marekani. Lakini baada ya mamangu kuweza kupoteza maisha, nilichokifanya ikabidi nije Nigeria kwa sababu ya kuja kumtafuta babangu mzazi. Lakini cha ajabu, baada ya kuweza kufika hapa niliibiwa kila kitu na wauni, kuanzia passport, simu na kila kitu. Nikajikuta sina hata bamba, sina hata pesa yote ya kuweza kunisaidia. Nikajikuta ni mtu ambaye natangatanga. Kila mtu ambaye nikimuomba msaada, hakuna mtu ambaye ananielewa kwa sababu sina ID na wala sina chochote. Ilinipa wakati mgumu vibaya mno. Nikajikuta na kuwa ombaomba. Yaani nikajikuta na kuwa mtu wa mtaani kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ananiamini, kwani kila mtu alikuwa akiniona mimi kama ni mwizi. Bidada huwezi kuamini kwamba alimuonea mshikaji huruma kinoma noma, kwani mshikaji amejikuta amepitia wakati mgumu vibaya mno. Na bidada alikuwa ni binti mwenye huruma kweli. Alimwahidi mshikaji kwamba atamsaidia ili mradi mwamba aweze kupata kazi. Basi bidada huwezi kuamini kwamba siku leo alimletea mshikaji nguo ili mradi mwamba aweze kidogo kuwa safi. Unajua anapomtafutia kazi mshikaji hawezi kuwa rafurafu hivi. Mshikaji akawa anasema, nashukuru sana, Mungu akubariki, wewe ni mtu mzuri kweli, wala usijari, kuwa na amani, nitakisha kwamba lazima na kutafutia kazi. Na bidada alichokifanya huwezi kuamini kwamba alimpatia mshikaji pesa na akampatia mwamba pia kisimu cha kutumia. Nadhani kitakusaidia. Mwamba anagoma, lakini bidada anasema chukua bana, japokuwa ni simu ya bei rahisi lakini itatusaidia mimi na wewe tuwe
tunawasiliana. Basi mshikaji alimshukuru bidada vibaya mno, kwani bidada ni mtu mzuri kinoma noma. Mwamba akawa anatoka akiwa happy vibaya mno, kwa sababu anajua anaenda kudamshi, anajua anaenda kupendeza, kwani bidada amemjali. Mwamba yuko na furaha kubwa kinoma noma, anasema sijui pataga mdada mwenye roho nzuri kama huyu mshikaji. Akawa anajichenga zake, lakini cha ajabu Mwamba anakuja kuingia kwenye jumba la kitajiri. Boss, karibu sana boss wangu, karibu, nipe simu yangu. Huwezi kuamini kwamba yule mshikaji akawa anampatia simu boss wake pale. Kumbe mshikaji ni bosi, ni bilionea, ni mtajili, ni kaka mwenye miela yake, ni kaka miela, ni baba miela. Mshikaji ni ana hela mbaya mbovu na ni tajili vibaya mno. Hapa mjini anamiliki kampuni kubwa, ni bilionea. Nikisema bilionea nadhani unanielewa. Hicho kichumba chako kimoja ambacho wewe unakitumia kulala, huyo mshikaji ndo anaweza kukitumia kujaza miela tu. Tena 10,000 anazipanga mpaka chumba kinajaa. Nikikwambia ni bilionea kweli kweli. Asubuhi na mapema bidada alikuwa akiamka na ghafla akasikia simu inaita. Alikuwa akimpigia simu, unadhani nani? Bidada baada ya kuweza kuona namba inayompigia basi ikabidi aweze kuamka. Na alikuwa ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Link, ndo alikuwa akimpigia mtoto wa kike. Bidada kumwangalia mshikaji akashtuka. Jamani, wao, umebadilika. Kumbe wewe ni handsome boy hivi. Hamna, kawaida. Asante sana, kwani nguo zako zimenipendeza. Jamani, mbona mkaka mzuri hivi? Bidada alikuwa akishangaa kwa sababu mshikaji alikuwa ni mkaka mzuri, bonge la handsome boy. Jamani, kumbe mshikaji alifichwa na umaskini. Unajua bana, umaskini unawaficha watu wengi kweli. Sio kwamba watu ni wabovu, watu ni wazuri vibaya mno. Hata mimi hapa Genius ni mzuri vibaya mno, sema tu nimekosa matunzo. Nikipata tu matunzo basi bana. Huwezi kuamini kwamba siku leo mshikaji alikuwa kitimba kwa mtoto wa kike akiwa na flag kinoma noma. Usiniambie kwamba kila kitu kiko sawa. Ni kweli bana. Mshikaji alienda kwenye interview ya kazi ambayo bidada alikuwa amemtafutia na mshikaji amepass. Ameweza kupata kazi. Ilikuwa ni flag kubwa kinoma noma na kazi yake atakuwa mlinzi. Vipi, nanifaa Mshikaji amepata kazi ya ulinzi na bidada alikuwa amefurahia, hatimaye sasa amemsaidia kupata kazi. Lakini akawa nawaza, vipi kuhusiana na makazi? Huyu kaka atakuwa anaishi wapi? Lazima anaishi majalalani, lazima anaishi kwenye majumba mabovu, lazima au analala kwenye tiles. Kwa nini nisimsaidie? Inabidi niweze kufanya kitu. Kwani niweze akawa anakaa hapa nyumbani, analala sebleni na mimi nalala chumbani. Ndakuwa nafunga mlango. Nawezaje kumwamini mwanaume? Anaweza akanifuata akaja kuninjunja, lakini ngoja tu nimsaidie. Hawezi kufanya vile, yule mkaka anaonekana mtu mzuri. Basi bidada, huwezi kuamini kwamba akawa anampigia Mwamba simu na akamwambia kila kitu, kwamba tafadhali Linki, nilikuwa naomba kwa sasa hivi uje nyumbani kwangu tuishi wote. Bidada aliamua kumsaidia mshikaji mpaka makazi, kamsaidia kazi, anamsaidia makazi, kila kitu kwa mshikaji kiko chini yake. Bidada akaamua kumsaidia mshikaji. Hapo akajisikia ni mwenye furaha kweli. Unajua bana, kuna watu wana roho zao, wakisaidia mtu wanajisikia happy. Hata mimi pia nikisaidiaga mtu ndo najisikia vizuri. Huwezi kuamini kwamba sasa wanaishi pamoja. Na tukielewa mshikaji alikuwa amemwandalia bidada msosi kabla hajaenda kazini. Twende ule. Nile kivipi? Ndio, nimekupikia chakula. Yani wewe umepika chakula? Yes, na usiniwazie vibaya bana. Mimi ni fundi wa kupika. Wakati niko Marekani nilikuwa napenda kweli kupika. Kama unavyojua nimelelewa na mama. Bidada akasema, usiniambie kwamba unajua kupika. Usije ukawa tu umepika matombolilo huko. Tafadhali. Mshikaji akamwambia hakuna shida, ngoja nikuletee. Na Mwamba akamletea bidada msosi pale. Kibiliani fulani. Bidada akaona kaka mbona kama ana kitu hivi. Bidada akawa anakula. Huwezi kuamini, mshikaji ni fundi. Mwamba anajua kupika. Hii barabara. Bidada mwenyewe alikubali. Akaona huyu jamani fundi bana. Mshikaji anajua kupika vibaya mno. Na bidada akawa anaenjoy msosi pale ambao amepika mshikaji ambaye anaitwa Ring. Wakati mwingine bidada alikuwa zake njiani, ghafla kuna gari kaenda kupaki mbele yake pale. Akabaki anashangaa, huyu nani tena? Alipoona ni rafiki yake akasema, shenzi, wewe simama hapo. Nini? Shida nini? Mbona unabotabota sana? Alafu nikikuangalia nywele ni zile zile, nguo ni zile zile, mpaka viatu ni vile vile. Jamani, mwili mzima kila kitu ni kile kile kama nilivyokuacha. Hata ubadiliki. Kiukweli wewe rafiki yangu ni maskini. Wewe ni maskini. Una hela wewe. Umefuba Lilian. Tafuta bwana mwenye hela. Sio unakuwa maskini. Ona mimi nina mwanaume ambaye ana hela. Sio unajua tena nimemkamata mwanaume kisawasawa. Wewe ulikuwa umpi vitu, ulikuwa umpi mapenzi, ulikuwa umekaa kiboya boya. Mimi mwenzako na hakikisha kwamba nampa vifo vya mende humo, nampa vifo vya panya, machula nini, mabilinganya manini, makila kitu, mamende nini, mafalasi nini, mpaka mangombe mwenzio nampa. Yule mwanaume akifika chumbani anadata na mimi wewe. Kila siku anaitaka. Bidada akawa anaondoka,
kuna kitu hapa kwa ajili yako. Akawa anachukua pesa. Chukua pesa, imana najua wewe ni maskini, una hata pesa ya kula leo mchana, utakula hiyo Alafu kabidada ambao kanaitwa Sara, kaka anajichenga pale, kananyonya maisha, kana enjoy, lakini kana mdharau mwenzake, kamemuibia bwana. Jamani, tuangalie na marafiki ambao tunakuwa nao kwenye mahusiano. Na ndo maana mimi huaga nasemaga marafiki wa sariti ni kinyesi tu. Bidada alichokifanya, akachukua ile pesa akatupia pale dampo. Pumbavu, hawezi akachukua pesa yenye laana, akawa anajichenga. Na baada ya wiki moja kuweza kupita, bidada siku ile mwenye nyumba alikuwa akimpigia anachokitaka ni pesa yake. Tafadhali baba mwenye nyumba, nitakupatia, nipatie wiki moja tu. Lakini mwenye nyumba akamwambia hivi, nakupa masaa 24 bila hiyo pesa unahama hapo. Alafu akakata simu. Na kila kitu mshikaji alikuwa akikisikia. Alimuonea huruma bidada. Kama unavyojua ni kwamba mshikaji ni bonge la bilionea. Alichokifanya ni simu moja tu mshikaji alipiga na akamwambia kwamba nitakupatia maelekezo hiyo pesa kwa kuituma. Bidada alikuwa amelala zake. Hii ni asubuhi na mapema. Na usiku mwenye nyumba alimwambia anampatia masaa 24. Basi bidada akawa anaangalia simu. Kuangalia, ghafla anakuta message call 70 za baba mwenye nyumba. Bidada akajua sasa nimekwisha. Basi akawa anampigia baba mwenye nyumba ili mradi aweze kujitetea. Kumpigia baba mwenye nyumba na akawa anamwambia, tafadhali nilikuwa naomba unielewe, nipatie muda kidogo, wala wiki moja tu, niko chini ya miguu yako. Lakini huwezi kuamini kwamba baba mwenye nyumba akasema, mbona umeshalipiwa? Kivipi? Yani kivipi? Na baba mwenye nyumba akamwambia, hujalipiwa miezi 6 tu, umelipiwa miaka 3. Bidada kabaki anashangaa, haiwezekani. Hii inawezekanaje? Alafu mwenye nyumba akakata simu pale. Yani nimelipiwa kodi, alafu nimelipiwa miaka 3, sio miezi 6, miaka 3. Cheza na mshikaji ambaye anaitwa Link wewe, cheza na watu mabilionea. Bidada alipigwa na butu akasema hii haiwezekani, huu ni ushetani au majini. Na nilikuja kumsimulia kila kitu huyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Linki. Kikweli inashangaa, nimelipiwa kodi eti na sina mtu ambaye anaweza kanilipia. Sina mjomba tajiri wala shangazi wala nani, sina baba wala mama, sina mtu yote kwenye maisha yangu. Nani ambaye atakuwa ananilipia? Yani kwenye maisha yangu sina mtu yote ambaye ananithamini. Kivipi nilipiwe? Bidada alikuwa akishangaa kwa sababu ni kitu ambacho kimemshangaza vibaya mno. Lakini mshikaji unadhani anajibu chochote? Anakula zake mapopcorn tu. Bado hujachema mtoto, na utachema, nitakupa mela mpaka uchanganyikiwe. Basi bana, sikeleo huwezi kuamini kwamba hii kapo walitimba tena. Mshikaji ambaye anaitwa Julian pamoja na huyu bidada ambaye anaitwa Sara. Jamani, huyu si ndio yule chokola yule wa siku ile? Yani ameamua kuhamia hapa. Ni yeye, cheki. Ndio, ni yeye. Yani ni yeye kabisa. Imekuwa Jeff kameenda kunyoa na ndevu eti na Kenya kamependeza. Lakini mshikaji hakuhitaji kuongea sana. Jamani, tuwasaidie nini bidada akawa ametimba? Nini ambacho kimewaleta hapa? Kitu gani ambacho kimewaleta? Jamani nakusikitikia jamani. Wakawa namsikitikia bidada ambaye anaitwa Lilian. Kwa umeenda kuchukua ombaomba ndio unaishi naye. Hivi una akili timamu Lilian? Jamani, hata mimi mwenyewe kanishangaza kweli. Yeye kaenda kuchukua hii takataka mbwa ya kutumpa dampo ndio anaishi naye. Wewe unaelewa? Unaelewa kitu ambacho anakizungumza? Sikia nikwambie kitu gai. Wewe ni maskini tu, ni ombaomba. Uwezo kumiliki huyu mtoto. Alafu Lilian, umekosa wanaume. Si ungetafuta hata wanaume huko barabarani waendesha pikipiki, waendesha bajaji kuliko huyu mpumbavu. Haendani, yani kwangu anaingia zaidi ya mara 80. Hii ni takataka tu ya kutupa dampo. Lakini brother, inabidi uniheshimu, mimi ni mwanaume mwenzako. Mwamba kaona geuka nyuma. Wapi kuna mwanaume? Mwanaume yuko wapi? Mbona simoni? Mimi hapa mwanaume. Eti nika mwanaume, eti kanajita kama mwanaume. Wewe, usizungumze balaa. Wewe kuambia wanaume wapita. Jamaa, nisamee maana naonekana kama vile nakejeli, lakini jamaa wewe sio mwanaume. Wewe sio mwanaume kabisa. Kwanza unakaa kwa demu. Unaanzaje kukaa kwa demu? Unaanzaje kukaa kwa demu? Rafiki yangu Lilian, acha kufanya ujinga. Mbona unaishi na wanaume mabwege? Uone mimi niko na kidume hapa. Kinaitwa Julian. Huyo ndio mwanaume na nusu. So hiyo takataka yako mbaya, kwanza ina macho mabaya. Alafu sikia nikwambie kitu rafiki yangu. Kuwa kama mimi, mwenzako napenda fulusi, napenda hela, napenda buga. Wewe mbona unakuwa mjinga? Yes baby. Lakini amna cha lakini hapa. Jifunze bana. Alafu kaniletee begi langu. Basi bidada akawa anaenda kuwachukulia begi. Cheki kibaya baya, afu cheki inavyoniangalia. Mimi naogopa kinavyoniangalia baby. Cheki inavyoniangalia kwa jicho baya. Mimi naogopa kinanuka. Bidada akawa ameletea begi. Amechukua begi lenu, ondokeni. Tunaondoka. Jamani, unakana li mwanaume libaya kabisa. Bye mwanaume mbaya. Bye kidume kibaya. Ukatupwe dampo. Wamba akawa anajichenga. Lakini mshikaji kamwambia tulia, usijisikie vibaya.
hayo ni maneno ya walimwengu tu. Walimwengu waga waishui la kusema. Lakini bidada alikuwa akilia, ameumia juu ya maneno mazito ambayo ameambiwa na rafiki yake pamoja na ex wake. Bidada ilimuuma, wanamuita eti yeye hana akili, yeye ni mshamba, anaishi na mwanaume maskini, ameokota eti mwanaume huko. Yeye eti hana thamani, thamani yake ni ya wanaume ambao ni ombaomba, wanaume ambao wanaishi majararani, eti ndo thamani yake. Bidada ilimuuma. Alijiona kama yeye ni nothing, alijiona kama vile yeye hana kitu kwenye maisha yake. Inauma hii barabara. Wakati mwingine mshikaji alikuwa kibonga na simu hapa, alikuwa akiwasiliana na watu wake wa kazini. Ghafla bidada katimba, "Oh jamani linki, kumbe huko." "Yes, nipo huko." "Ah, upo huko." "Ya." Mshikaji akawa anamwambia, "Nitakupigia baadaye. Muda si mrefu nitakupigia." Bidada akawa anashangaa, "Naona umepata rafiki." "Yes, nimepata rafiki." "Ndio." Na bidada akawa anamuuliza, "Vipi, ni wa kike?" Mwamba akamwambia, "Yes, ni rafiki wa kike." Huwezi kuamini kwamba bidada alijisikia vibaya, alijihisi wivu, akawa amejichenga. Mshikaji akaelewa tu kabisa kwamba huyu ni lazima ameona wivu. Ni kweli bana, bidada Lilian alikuwa ameona wivu baada ya kusikia kwamba mshikaji amepata rafiki mwingine, alafu ni wa kike. Kwa yeye ni hamna kazi, alijiona kama yeye ni nothing. Alijisikia vibaya, alikuwa amenuna bana. Na mshikaji akawa anamfuata mtoto wa kike. Bidada kanuna baada ya kusikia kwamba mshikaji amepata mchumba. Akawa anamwangalia kwa jicho fulani hivi. "Vipi, si ungeendelea kuongea na wewe mwanamke wako? Kwa nini umekuja tena hapa?" "Jamani Lilian, usijisikie vibaya." Alafu sio kwa niambia, bidada akawa anasonya pale, "Tafadhali bana, mbona unakuwa hivyo?" Mshikaji akawa anambembeleza mtoto wa kike, "Usiwe hivyo bana, so special kabisa kwenye maisha yangu. Mtu special kwangu ni wewe hapo." Bidada akiangalia mdomo wa mshikaji kama anajivuta hivi, kama anatamania unyonye hivi. "Jamani, mdomo wako unanivuta, inaonekana juisi yako ya miwa tamu." Bidada anamsogelea mshikaji, lakini mshikaji akawa ameanza kushika mali kule. Bidada, "Nataka uninjunje eti. Yaani kutaka tu kukubuzu, nataka uninjunje." Bidada akawa amejichenga pale. Lakini alipofika chumbani akawa anawaza, "Mbona mapigo yangu yanakimbia kasi? Na mbona kama nahisi kama vile nampenda? Huyu kaka ndo ameshaingia moyoni tayari." Bidada kajikuta amependa. Kesha mpenda mshikaji ambaye anaitwa Linki bana. Amedata. Sasa nifanyeje? Na mimi kiukweli nina upwi, nahitaji aninjunje, lakini nikikubali aninjunje mapema hivi ataniona malaya. Huko mshikaji huwezi kuamini ni kwamba siku leo alipokea taarifa kubwa. Huyo mfanyakazi wake alimwambia kwamba kuna dili kubwa sana umeweza kulipata huko Singapore. Ni lazima uende wewe kwa sababu tumejaribu kuweza kufix lakini imeshindikana. So mshikaji anatakiwa kuweza kusafiri kwenda zake Singapore, na hiyo safari inatakiwa aweze kukaa siku 7. Na vijana wake wa kazi wameshindwa kabisa kuweza kulifix ili kwa sababu kwenye huo mkutano anahitajika bosi mwenyewe. Na mshikaji huwezi kuamini kwamba alikuja kumuaga bidada ambaye anakuwa jina la Lilian, na alimwambia kwamba nimepata sehemu ambayo naenda kulinda kwa siku 7, napewa pesa nzuri kweli. Bidada akasema hakuna shida, lakini kwa makini. Mshikaji akamwahidi kwamba atakuwa makini na atarudi kwake. Mwamba aliamua kuchukua jukumu la kuweza kumwaga mtoto wa kike, na alisingizia kwamba amepata sehemu ambayo ni lindo la siku 7. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumwambia kwamba anaelekea zake Singapore, na bidada alichomuomba tu mshikaji awe makini na cha msingi asije akamkimbia. Basi bana, huwezi kuamini kwamba siku leo ndio ilikuwa siku ya mshikaji kuelekea zake Singapore. Basi bidada akawa anamsindikiza mshikaji, lakini bidada anaonekana kidogo mguu wake siku leo ameamka umeshtuka, yani msuli wa paja ulikuwa umekaza. Na huwezi kuamini kwamba mshikaji alikuwa zake Mwawei, alikuwa akielekea zake airport kwa safari ya Singapore, huko anaiangalia picha ya bidada ambaye anaitwa Lilian, na alikuwa akimsihi mfanyakazi wake, "Usisahau kufanya kile kitu ambacho tulipanga." Unadhani nini ambacho alipanga? Baada ya siku 3 kuweza kupita, huwezi kuamini kwamba bidada akipiga simu ya mshikaji ni haipatikani. Bidada alikuwa anapagawa, anachanganyikiwa, kila siku akipiga simu mshikaji hapatikani. Bidada akawa anawaza kwamba ndo amenikimbia, ndo ameondoka mapema hii. Akawa anamuomba Mwenyezi Mungu, "Mungu naomba umrudishe tafadhali, walau nimwambie tu nampenda." Alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu amrudishe mshikaji ili mradi walau amwambie tu kwamba anampenda. Wakati mwingine bidada alikuwa akielekea zake kazini, ghafla kuna gari ya kifahari ikawa na timba hapa. "PC kali, mrembo, njoo nikupatia lift mrembo." Lakini bidada akawa anamwangalia, mbona ilizee kabisa. "Pumbavu nini? Tafadhali mrembo, njoo nikupatia lifti. Alafu mimi nina miela, mimi ni tajiri mkubwa, namiliki kampuni kubwa. Njoo kwenye gari." Lakini bidada akawa anageuka na pembeni, hataki shobo kabisa. "Tafadhali mrembo, njoo unyonye maisha, mimi nitakupa hela nyingi." Lakini bidada akawa anasema pumbavu nini. Lakini umdingi alikuwa ametumwa na mshikaji ambaye anaitwa Link aje amtesti huyu mtoto wake kwamba je, anapenda watu wenye pesa ama la.
lakini huo mtego bidada akavuka. Wakati mwingine bidada alikuwa akitoka zake kuelekea zake dukani kwenda kununua vitu, lakini huwezi kuamini akamwona mshikaji ambaye anaitwa Link. Jamani Link, huwezi kuamini kwamba bidada alimkimbilia na akamkumbatia pale. Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma kwa sababu hakutegemea kama mshikaji angerudi, kwani alitegemea kwamba mshikaji huenda amemkimbia. Jamani ni wewe kabisa. Yes ni mimi jamani, asante kwa kurudi. Bidada alikuwa ni furaha kubwa. Hii barabara kiukweli ulinifanya nini? Nimekuwa ni mtu wa kukwaza, usijapenda bana. Mshikaji akasema wala usijali, majukumu ya kikazi yalikuwa makubwa. Nilikosa hata sehemu ya kushika simu, na simu ilizima chaji, alafu sehemu ya lindo ilikuwa haina sehemu kabisa ya kuweza kuchaji simu. Ila nilikuwa nikikufikiria muda wote. Hata mimi nilikuwa nikikufikiria muda wote. Jamani mimi ni hukumu vibaya. Mshikaji kamwambia tulia, ulikuwa na mimi wakati ule, hata mimi nilikuwa na wewe wakati wote. Popote ulipo wewe mimi nipo, na popote nilipo mimi wewe upo. Bidada anasikiliza maneno matamu ambayo mshikaji anamwambia. Popote alipo wapo wote. Akimwangalia wewe kaka, leo kiukweli lazima nipate juisi ya miwa. Na uwezi kuamini kwamba bidada akawa anapata juisi ya miwa kwa mshikaji pale, na mwamba akulembesha bana. Uwezi kuamini kwamba alimjunja, alimtafuna. Ya nini? Humu tu. Na baada ya kuweza kunjunjana, ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa bidada kwa sababu mshikaji alimjunja kisawasa. Zaidi ya raundi 9 mshikaji aliondoka nazo. Na leo huwezi kuamini kwamba siku leo ndio ile siku ya wali na ugali kupakuliwa, siku ambayo soda zinaletwa, alafu unakuta kuna wamba wanakunywa togwa. Ni siku ya birthday ya bidada ambaye anakuwa na jina la Lilia, na mshikaji alikuwa amemwandalia bonge la surprise. Unaelewa bonge la surprise? Na mshikaji akawa anamfungua kitambaa pale bidada. Surprise. Bidada akiangalia anaona tu watu na magari ya kifahari pale, anaona matajiri. Bosi, simu yako hii hapa. Akiangalia mshikaji anaitwa bosi. Sogeni hapa jamani, msikae mbele ya gari ya watu. Bibi, hii ni zawadi yako. Kampatia bidada zawadi ya lenji. Hii ni zawadi yako. Na wakawa anampatia funguo pale. Lakini bidada alikuwa anashangaa, na muda si mrefu wale vizabi-zabina wakatimba. Leo ndo anakuja kwa kilamba, si wanamuitaga mshikaji maskini. Leo ndo atashuhudia. Bidada anapewa funguo wa gari, anakataa kwa sababu haelewi nini ambacho kinaendelea. Anajua mshikaji ni maskini, alafu eti anashangaa kumuona mshikaji ni tajiri na vizabina wakatimba. Nini ambacho kinaendelea hapa? Mshikaji akasema focus na kitu ambacho tunakifanya. Tafadhali baby, nimekununulia gari. Mimi sio maskini, mimi ni tajiri. Akabidada kama anashangaa, mbona jamaa anajiita eti tajiri? Mimi ni tajiri na mimi ndo mmiliki wa kampuni ya Genius, kampuni ambayo inafanya vizuri sana hapa nchini Nigeria. Mimi ndo mmiliki, mimi ni tajiri, mimi ni bilionea. Nimekuletea zawadi ya gari. Akabidada kasala, kakachanganyikiwa, eti ni tajiri jamani. Tafadhali pokea zawadi ya gari. Kabidada sala kakisikia mahela, kakisikia ni tajiri, kanachanganyikiwa. Jamani kumbe wewe ndo CEO ile kampuni. Tafadhali unasemaje? Tafadhali pokea gari yangu. Hii ni zawadi nimekupatia. Yaani mimi nina hela. Hii zawadi kwangu ni ndogo tu. Tafadhali naomba upokee. Bidada kachanganyikiwa. Akakasala ndo kamechanganyikiwa. Jamani wewe kaka unela, jamani wewe ndo mpenzi wangu kuanzia leo jamani. Jamani wewe ndo mpenzi wangu. Mshikaji akasema hapana, toka huko. Huyu mshikaji akawa anamuuliza, vipi bibi wangu, kwani kuna shida? Hakuna shida, lakini wewe uone jamaa na hela. Wewe ndo tajiri yule mwenye kampuni kubwa. Tafadhali baby, nielewe. Kivipi? Kwa nini ulikuja kama maskini kwenye maisha yangu? Mshikaji akasema hapana, mimi sio maskini. Nilikuwa natafuta mke bora ambaye atanifaa kwenye maisha yangu. Jamani ulianza kuonana na mimi kwanza, toka huko. Ulianza kuonana na mimi jamani, wewe ilikuwa riziki yangu. Jamani, nini ambacho unakifanya? Jamani ilikuwa riziki yangu jamani, wewe tajiri, mimi nakupenda wewe tajiri. Nini ambacho unakifanya? Unaniaibisha bana. Yaani umeanza kumngangania jamaa. Ndio, kwa sababu ni tajiri, ana hela kuliko wewe. Kivipi? Yaani unamaanisha nini? Kadada akawezi kuamini kwamba kanapenda wanaume wenye pesa kinomanoma. Jamani nipende mimi wewe kaka. Umesahau ulianzia kuonana na mimi kabla ya kibulishuti. Tafadhali kubali kuwa na mimi. Ukiwa na mimi nitakupa kila kitu. Alafu rafiki yangu, nimekuletea mchumba wako. Mchukue huyo mwanaume wako nimekuletea hapa. Hapana, huyo ni wa kwako sasa hivi. Mwanamke mwenye tamaa wewe. Hapana, sio wa kwangu. Sasa hivi nimekurudishia. Akawa anamsogelea mshikaji kumkumbatia, lakini walikuwa wakimzuia. Ondoka bana, nini ambacho unakifanya? Mwamba akasema unazingua. Unakofikia ni pabaya. Unazingua bana. Lakini unadhani kabidada kalimwacha salama? Kikweli yule ni tajiri zaidi yako. Wewe hauna hela. Wewe unatuela tudogo. Alafu wewe sio mwanaume umekamilika. Wewe ni kama mwanaume kadogo tu. Huna thamani kabisa. Yule ndo tajiri. Unanipaga viala vidogo pumbavu. Jamani baby, mimi nakupenda wewe. Jamani nakupenda wewe. Jamani nitoleeni huyu mpumbavu, la sivyo mtakosa kazi. Basi walinzi ikabidi waweze kumtoa bidada. Jamani baby, mimi nakupenda wewe mwenye hela nyingi. Jamani mimi nakupenda wewe. Jamani kumbe nimeacha mkaka maarufu. Mshikaji kama kinashangaa. Umeona kademu aka kanapenda hela. Kama nikataa, baki na demu wako na wewe ondoka bana. Jamani lakini simeona kademu kama nikataa jamani. Wanawake noma. Mwamba alikuwa anacheka kwamba wanawake ni nyonko. Wanawake ni kinyesi. Toka gai, ondoka.
toka zako. Sawa, lakini sikia nikwambie kitu Lilian. Hawa matajiri hawagi na nguvu kitandani. Kwa jiandae kimoja chali, kwa sababu matajiri kama hawa huaga wana focus na kazi. Wanakuaga hamna kazi kitandani. Kwa jiandae kimoja chali, utanikumbuka tu mimi mwanaume ngangali, lakini mabodyguard wakawa wanamfukuza. Kivipi atamkumbuka mwanaume ngangali wakati wamesha njunjana? Alafu mshikaji kaenda raundi 9. Na Mwembe akawa anamwambia, tafadhali naomba unielewe, nilifanya hivi ili kuweza kutafuta mwanamke bora, kwani wanawake wote ambao wamekuwa wakija kwenye maisha yangu wanakuja kwa sababu ya pesa, lakini wewe nakupenda kweli na hii ni zawadi yako. Bidada kuamini, jamani, kwa sasa hivi nina gari, alafu Range, gari ya zaidi ya milioni 200. Bidada alipagawa, alichanganyikiwa, alafu kaka mzee si ndio ambako kalikuwa kananisimamisha njiani anga. Bidada akashtuka, kaka mzee ndo kalikuwa kakimtongoza mdaole, kumbe kalikuwa kakimjaribu. Jamani majirani, hatimaye nimemiliki gari. Bidada alikuwa happy kinoma noma, alikuwa na furaha vibaya mno kwa sababu hatimaye sasa ameweza kumiliki ndinga. Na uwezi kuamini kwamba mapenzi, mahaba, uba. Mshikaji hatimaye sasa alimleta bidada mpaka nyumbani kwake. Kiukweli ni pazuri kweli. Kwa sasa hivi wanapendana, maisha safi. Mshikaji anaishi kwenye jumba la kitajiri, jumba la kidosi. Wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu, hata wewe jamani. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji alikuja kumuoa mtoto wa kike na alikuja kupata zawadi ya mtoto bana. Na mtoto mwenyewe alikuwa wa kiume na wakamuita Genius. Wanalipenda jina langu. Kwa wale ambao unaisholi pamoja na matangazo, namba ni hizo hapo. Mdau wangu we, usisahau kuweza kusubscribe. Chini ya video hii upande wa kulia kuna maandishi yameandikwa neno subscribe. Na mimi ni Genius, sauti ya Nang'ata, Genius sauti ya Simba.